Nitangulie kwanza kulani kwa sauti kubwa sana maamuzi ya jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza kuvunja kongamano la katiba lililokuwa limeandaliwa na Umoja wa Vijana wa Chadema, yaani Baraza la Vijana wa Chadema Taifa BAVICHA, ikiwashirikisha wanazuoni wetu na viongozi wetu wa kijamii, hususan mzee wetu Askofu Mwamakula na mwalimu wetu Daktari Waitama, mzee wetu wa chama ambaye vile vile ni kiongozi mwandamizi wa miaka mingi katika serikali na katika vyama vya siasa, mzee Masinde ambaye vile vile ni mojawapo ya wadhamini wa chama chetu kama mzee. Hawa waliombwa washiriki na viongozi na wanachama wa Chadema kadha wa kadha ili washare experience yao kwa maeneo yao ya utaalamu, namna ambavyo katiba inaweza ikasaidia kuboresha mahusiano yetu kama taifa na namna katiba inaweza kuleta mahusiano mema na ushirikishwaji wa jamii yote. Katika mazingira ya kihuni kabisa, RPC wa mkoa huu wa Mwanza alizuia kongamano lile lisifanyike kinyume cha taratibu kabisa. Wakaenda wakawatia nguvuni wazee wetu hawa, wakawatia nguvuni sekretariati nzima ya BAVICHA taifa, wakawatia nguvuni wanachama wetu na viongozi wengine wa BAVICHA kama mwenyekiti wa chama mkoa wa Njombe mama yetu Rose Maemba na viongozi wengine kadha wa kadha, wakakamatwa, wengine wakateswa, wengine wakatwezwa, wakalundikwa ndani. Jambo hili sisi kama Chadema, kama chama kikuu cha upinzani, tumelipokea kwa masikitiko makubwa sana. Na kauli za huyu kiongozi kipekee alidai kwamba ametumwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa kama amemtuma ama kumtuma, hilo kwangu si hoja. Hoja ni kwamba serikali hii ni ya Mama Samia Suluhu Hassan, serikali hii ni ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hatua yoyote ama kosa lolote linalofanywa na watendaji wa serikali na rais achukue hatua ya kuwawajibisha, ndio linajenga uharamia kama huu kuendelea. Sisi kama chama tumepokea kwa nguvu na kwa mshtuko mkubwa sana tukio hili, na kipekee tumelipokea kwa hofu kubwa, kwa sababu tuliamini siasa za kukamiana, tuliamini siasa za kulipizana visasi, siasa za kudhalilishana, siasa za kupoka uhuru wetu, siasa za kupoka haki ya Watanzania zilipitwa na awamu ya 5. Tuliamini hivyo, na tumeona namna ambavyo viongozi wetu kadha wa kadha tuliokuwa tumeshtakiwa kwa makosa mbalimbali chini ya awamu ya 5 yalikuwa ni makosa ya kubambikizwa, ambayo mengi sasa hivi yanafutwa, lakini yanafutwa baada ya watu kutozwa gharama za ajabu, yanafutwa baada ya watu kusota magereza miaka kadhaa, na hakuna fidia yoyote inayotolewa kwa uonevu uliokuwa unafanyika. Kwa tuliamini awamu hii ya 6 pengine inaweza ikawa na mtazamo tofauti wa kurejesha uhuru wa watu, haki za watu kukusanyika, haki za watu kujadili maisha yao, haki za watu kujadili kesho ya taifa lao. Lakini tumeona ghafla polisi inaanza kuzuia operation za Chadema. Wakati polisi wanazuia operation za Chadema, Chama cha Mapinduzi kikiongozwa na katibu mkuu wake ndugu Chogolo wanafanya mikutano ya hadhara. Sio tu mikutano ya ndani, hawa wanafanya mikutano ya hadhara maeneo mbalimbali ya nchi. Sasa hizi ni double standard ambazo sisi kama chama hatuwezi kuzikubali, na tuko tayari kuja kwenye gharama yote ile kukataa ukandamizaji huu. Ndugu waandishi wa habari, Aprili 2 nilizungumza na taifa mwaka huu baada ya kifo cha rais wetu wa awamu ya 5 hayati Magufuli, na nilieleza kwa kina namna ambavyo taifa hili limetaabishwa kwa miaka 5 na namna ambavyo unafiki wa sisi wa Tanzania umepeleka watawala wetu kuwa miungu wetu. Watu serikalini wanaumia, wanakaa kimya. Watu ndani ya CCM wanaumia, wanakaa kimya. Watu upinzani wanaumia, tunasema tunawekwa ndani. Vyombo vya habari vinaumizwa, vinakaa kimya. Wakulima wanaumizwa, wanakaa kimya. Na hili ndio tatizo sugu la nchi hii. Watu hawajajifunza kusimama wadai haki zao ili viongozi wetu waiheshimu jamii.
nikasema never and never again. Sisi kama chama kikuu cha upinzani tutaruhusu turudi enzi ya Magufuli, ya watu kukamatwa ovyo, kufunguliwa mashtaka ovyo, kufungwa ovyo, kupigwa ovyo, kuteswa ovyo, kuonewa ovyo. Nilipoongea kauli ile niliongea kauli ile nikiwa na maana. Juzi kwa mara ya kwanza baada ya Mama Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani, tunaona ule mchezo wa kukamata viongozi wa Chadema, tena kwa makumi ya watu walio wanachama wa Chadema na hata waliokuja kutoa elimu kwa watu wa Chadema, wote wanakamatwa. Jinai yao ni ipi? Sisi tulitii tukasema okay, tutafanya mikutano ya hadhara mpaka wakati mwafaka tutafanya mikutano ya hadhara. Bado wanasema tusifanye mikutano ya hadhara, wao wanafanya mikutano ya hadhara. This is nonsense. Sasa zimeanza kuzuka kauli za kubeza. Rais anasema ni chokochoko. Watu wanadai katiba, maisha yao, it's about our life, it's about our welfare. Mama anaziita chokochoko. Sasa vimeibuka na VDC vidogo vidogo huko chini vinaanza kutumia kauli, mimi sitaruhusu mtu kwenye wilaya yangu. DC unasema una wilaya yako? Nasikia kuna DC mbuzi wa hapa ile Mela ameita juzi waandishi wa habari wa Mwanza, mko hapa mnajua, mngetaka mniambie msitangaze, mnaogopa kutangaza. DC amefanya kikao na waandishi wa habari wa Mwanza, akasema hata ruhusu kongamano la Chadema lifanyike, na akatangaza kwamba hiyo ndio uamuzi wake na uamuzi wa serikali. Baadaye wameconsult huko, sijui nani amewashtua, DC akaita waandishi wa habari akawaambia msiandike hizo habari. Na kwa kweli hakuandika je waandishi wa habari. Lakini ninachokizungumza hapa wengi wenu mnakijua. Lakini DC alishatoa tamko hilo. Lakini katika hatua za baadaye kweli kongamano likazuiwa, watu wakakamatwa bila sababu, watu wakawekwa ndani. Sasa serikali inataka tuwasikie, lakini haitaki tusikie sisi. Wametunyima kwenda bungeni tusisikike. Wanatunyima tusifanye mikutano ya hadhara tusisikike. Wanatunyima hata vikao vya ndani tusisikike. Hata katiba ambayo ni maisha yetu tusijadili. Haiwezekani. Kuna kadisi kingine huko Ikungi huko sijui anaitwa Jaribu. Na anasema kwenye wilaya yangu. Wewe una wilaya yako wewe dami? Nani ana wilaya yake? Mimi mkoa eti mkoa wangu, wilaya yangu. Huu ni ubabe unaojengwa na viongozi wa serikali kwa sababu wananchi tumewaachia sana wajinga hawa. Nisamehe sasa natumia lugha kali ambayo singestahili kutumia, lakini ina maumivu makubwa sana. Sisi tumeumia sana kama Chadema. Tumeumizwa kwa muda mrefu, tuna uchungu mkubwa rohoni. Tunapoona watu wanacheza na maisha yetu, hatuwezi kuongea lugha nyepesi zaidi. Kwa sababu lugha nyepesi inaonekana itufikishi katika malengo ambayo yataliunganisha taifa hili. Kwa hiyo nasema, ndugu waandishi wa habari, sisi kama Chadema tutaendelea kufanya makongamano. Na hapa nalitangazia taifa kwamba kongamano la Mwanza waliliahirisha, hawakulifuta. Sisi tutafanya kongamano wiki hii Mwanza. Tutafanya kongamano kubwa wiki hii la katiba Mwanza. Kama jeshi la polisi litatukamata, basi linikamate Mboyo wa kwanza. Na viongozi wangu waandamizi wote, hata ondoka mmoja hapa. Tutafanya kongamano la katiba, ni haki yetu. Na tuko tayari kwa lolote lile ambalo wataliamua. Na hili nasema sio Mwanza tu. Tutafanya makongamano ya katiba ya kitaifa kwenye kila mkoa, kwenye kila jimbo, kwenye kila kata, hadi nchi ipate katiba mpya. Na jambo hili halina masiara. Wengine wanasema why Chadema? Wanisho vyama vingine. Vyama vingine ni sio msemaji wao. Kila chama kina utaratibu wake. Sisi kama chama kikuu cha upinzani tunaongoza agenda ya katiba katika nchi kwa sababu this is a political inclusiveness process. Na kwa sababu ni kitu ambacho ni jumuishi, naomba taasisi nyingine zote, taasisi za dini, mashirika yasiyo ya kiserikali, wafanyakazi wa umma, wafanyakazi binafsi, wakulima, wafugaji, wavuvi, waandishi wa habari, tuchukue hii kama wa national agenda, na hii sio agenda ya Chadema. Tutambue kwamba katiba tunayoipigania sio katiba ya Chadema, ni katiba ya taifa letu. Ni kuitengeneza kesho yetu iliyo bora zaidi.
ni kulitengeneza taifa lenye utengamano na kuachana na watu wachache ambao wanafanya maamuzi ya kuumiza watu milioni 60 na hawaoni hofu yoyote. Ni katiba ambayo itaweka mipaka ya viongozi wetu kujua wana miiko na wana mipaka katika kutumia madaraka yao ya kiofisi. Ni katiba ambayo jeshi la polisi ni katiba ambayo jeshi la polisi linapaswa kujua kwamba linatakiwa litoe huduma ya usalama wa wananchi na sio jeshi la kupiga na kuumiza wananchi. Wengine wanatumiwa, kuna vikundi vinatumiwa kwenye mitandao, vingine vinalipo shilingi 5,500 na Chama cha Mapinduzi, vinatoka eti kupiga propaganda, tozo mpya miamala ya simu, na katiba sio priority ya CCM. Katiba mpya ni priority ya wapinzani, sio ya Chama cha Mapinduzi. Katiba mpya haitusaidii kupata maji. Ukiona mtu ana argument ya namna hiyo, jua huyo mtu ni mufilisi wa uelewa. Mtu ambayo haoni relevance, haoni mahusiano ya katiba na maendeleo ya uchumi wa nchi. Huyo mtu ni niko mpumbu. Yaani ni mtu mbumbumbu. Ndio hoja dhaifu ambazo CCM wanazifloat. Wanafikiri hoja ya katiba ni hoja ya Mbowe ama ya Chadema. Hii ni hoja ya Watanzania ambayo ilisimamiwa na Mzee Sinde Warioba. Tulivunja bunge la katiba mwaka 2015, 14-15 kwa sababu CCM waligeuza mapendekezo ya Warioba wakayakataa, wakaleta katiba yao ambayo inataka matakwa ya chama chao na sio matakwa ya wananchi yaliyokusanywa na Warioba. Tulikataa kubariki unajisi ule, na ndio ule mchakato ulipofia. Kwa hiyo tunataka mchakato huu urejee. Na tunamwambia Mama Samia Suluhu anavyozidi kuchelewesha jambo hili, linazidi kuleta mpasuko katika nchi. Anavyolichelewesha jambo hili, anachelewa kuwaunganisha Watanzania, tujenge taifa moja la watu wenye kupendana na kuheshimiana. Kama mama anaweza kunipelekea salamu za kunipa pole katika kufiwa, lakini vile vile anipe pole kwa watu wangu wanaokufa kwenye chama na wengine wanaofungwa bila sababu za msingi. Ni miezi 4 tunasubiri kuongea na mama, hataki kuongea na sisi. Sisi ndio wahanga, waliofungwa ni sisi, walioteswa ni sisi, waliouawa ni sisi, risasi zimetuhusu sisi, waliofilisiwa ni sisi, walionyang'anywa ubunge na udiwani na umea ni sisi. Tumeteswa kwa kila njia, anategemea tukae hivi chini. Hajaona sababu ya kutufuta machozi sisi tukae tuzungumze mustakabali wa taifa. Sisi hatuwezi kuendelea kupiga magoti kumsubiri mama. Tutakutana wapi? Tutakutana barabarani. Kwa hiyo nasema kitendo cha kuweka ndani viongozi wetu hata wazee kilikuwa ni kitendo ambacho sisi kama chama tunakilaani kwa nguvu zote. Tunakilaani na tumesema kwamba hatutaruhusu tena jambo hili litokee. Na napenda kuwatangazia wana Chadema, kazi ya kuidai katiba mpya sio kazi ya lele mama. Hatuwezi tukaendelea na ule utaratibu wa zamani. Tuna haki ya kukutana, tunakamatwa, tunapigwa, tunashtakiwa, tunasoteshwa mahakamani miaka 2, miaka 3, kisha tunakuja kuachiwa huru, au tunahukumiwa vifungo ambavyo ni batili, tukikata rufaa zote tunashinda, alafu hakuna compensation. Nimesema kama wanataka kuwaweka wanachadema ndani katika hili hoja ya katiba, wapanue kwanza na magereza, kwa sababu tuko tayari wote tuwekwe ndani na wala hatutaomba dhamana. Kwa hiyo wanachadema ambaye anafikiri anataka kujiunga katika harakati ya kudai katiba mpya, atambue siku akikamatwa akiwekwa ndani hatutaomba dhamana, hata kama wote tunalala ndani, mpaka nchi ije jitambue, iweze kuamka kama nchi zinazojitambua, bila kutumia mbinu ambazo ni mbinu ambazo ni za maumivu, za kuongeza uchungu wa watu. Inawezekana viongozi wa nchi wanatu take for granted, kwa sababu wanafikiri sisi tukishawekwa ndani kazi yetu ya kwanza ni kuomba dhamana na kusahau yale malengo yetu. Jana ndugu waandishi wa habari, tulikataa watu wetu wasitoke ndani kwa dhamana. Tuliwaambia viongozi msitoke ndani kwa dhamana. Polisi wakaanza tokeni wenyewe, mjidhamini wenyewe. Nyinyi mliokamata wana makosa gani hapa? Mmeshawaweka ndani. Mwenyekiti wa baraza wa chama mkoa wa Njombe, yule mama amepigwa, ameumizwa. Mzee wetu Masindo amemvua nguo mbele ya wasichana. Mzee wa miaka 84 unamvuaje nguo, unamwacha na nguo za ndani mbele ya watoto? How can you do that?
wamenyima dawa za pressure. Mnafanyaje mambo ya kinyama namna hii? Tukawa viongozi wakuu tukaconsult, tukaambia viongozi wetu wa Mwanza msitoke ndani. Polisi ndio wanaanza kuhaa sasa, inakuaje hii shughuli ishaanza kuwa ngumu. Tokeni basi mjidhamini wenyewe. Wamewatoa ndani kwa nguvu. Sisi tuliambia kaeni huko ndani na sisi tuje Mwanza na sisi tuingizwe ndani. Hata tungekuwa 1000 tungelala ndani. Ili sauti yetu isikike na wanahusika kwamba uonevu huu haupashi kuendelea. Sasa Jumatano inawatangazia tuna kongamano. Walete vikosi kutoka Misungwi, walete vikosi kutoka Sengerema, walete vikosi kutoka Dar es Salaam, hata vikosi vya jeshi. Tuko tayari kuface anything kwa sababu lazima tuonyeshe seriousness katika agenda hii.